Nakushukuru MC. Mheshimiwa, naomba tukae. Mheshimiwa Balozi Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tambue uwepo wa mawaziri wakuu wastaafu, Mheshimiwa Mizengo Pinda na Mheshimiwa Kassim Majaliwa, niliwaona wapo katikati hapa. Asante sana. Asante sana. Viongozi, makamo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Steven Wasira na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Musa Zanzungu, spika wa Bunge na viongozi wote waliotoka kwenye muhimili wa Bunge, Mheshimiwa George Masaju, jaji mkuu, na wote waliotoka kwenye muhimili huu wa mahakama, Balozi Dr. Moses Kusiluka, katibu mkuu kiongozi ambaye pia ni mkuu wa utumishi na katibu wa baraza la mawaziri, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo, makatibu wakuu, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, mkuu wa mkoa wa Dodoma ndugu yetu Rosemary Senyamule, viongozi mbalimbali wa serikali mlioko hapa, viongozi wa dini, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wanafamilia wa viongozi walioapishwa leo, ndugu zangu wanahabari mliopo nasi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za mchana, kazi na utu. Ndugu zangu, kwanza ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu tujalia leo kuweza kuweko hapa kwa kazi hii maalum tulioipanga. Tunamshukuru sana Mungu. Lakini la pili, kabla sijaendelea, ni shukuru sana wale wote waliofanya kazi nasi katika muhula wa kwanza wa awamu ya 6. Mawaziri wote waliofanya kazi nasi, tunawashukuru sana. Maendeleo tunayojidai nayo leo hapa ni mchango wao mkubwa sana, tumefanya nao mpaka tulipofika. Lakini kazi hizi ni kupishana. Kwa hiyo wamepishana, tuna timu mpya na kongwe imechanganyika ili tuende tukaendeleze mapambano ya maendeleo kwa wananchi. Ndugu zangu mawaziri na manaibu mawaziri mlio hapa leo, tuko hapa kuwashuhudia mkikubali kubeba majukumu. Tuko hapa kugawana majukumu. Mmeyapa na wizara zenu mbalimbali. Hayo ndio majukumu ambayo mmekubali kubeba, na ni imani yangu kwamba mmeyabeba kwa moyo mkubwa. Mmeyabeba kwa moyo kwamba tunakwenda kutumikia watu. Majukumu tuliopeana leo, dhamana tulizopeana leo, ni dhamana za kazi na si fahari. Kwamba na mimi ni waziri ikawa ndio fahari ulikotoka, unakokaa na kwengineko. Hapana. Tumebeba majukumu ya kwenda kuwatumikia wananchi. Kauli mbiu yetu, kazi na utu, tunasonga mbele. Na ule utu uanze na sisi wenyewe. Sisi wenyewe viongozi, mawaziri, manaibu mawaziri, ambao tunakwenda kuwasimamia wengine, utu uanze kwetu sisi. Nadhani mkiangalia neno utu lina maana pana sana. Kwa hiyo kwa maana yoyote ile, utu uanze na sisi, halafu tuoneshe utu kwa watu wetu, kujenga utu wao, kuheshimisha utu wao, utu wa Tanzania. Hiyo ndio kazi yetu. Sasa kwa wale watakaobeba uwaziri kama fahari, nimeapa leo na mimi nimeukwaa na watanijua huko mtaani, basi tunafuatana polepole. Mnakwenda lakini tuko nyuma yenu, tuko migongoni kwenu. Miaka 5 si midogo lakini si mingi sana. Kwa hiyo
Mimi sio ni shida kubadilisha, na mnanijua, na kipindi fulani mlishanisema nabadilisha sana, nikasema ndio nabadilisha mpaka nipate yule ambaye atafanya kazi na mimi kwa moyo mkuu na kwa moyo mmoja. Kwa hiyo ndugu zangu mawaziri, kazi yetu hapa kuanzia leo ni kuwajibika kwa wananchi, ni kuwajibika kwa taifa hili, ni kuwajibika kwa nchi yetu Tanzania. Hiyo ndio kazi yetu. Bahati mbaya, mambo ambayo tumeahidi kwa wananchi au kwa taifa hili ni mengi mno, kama nilivyosema kwenye hotuba yangu ya bunge juzi. Ni mengi mno, lakini muda wa kuyatekeleza ni mchache sana, mchache mno. Kwa hiyo wale mlio hapa leo, aliye mzito akapunguze kilo kidogo, tuna kazi ya kwenda mbio, na ni mbio hasa, sababu muda ni mchache, mambo ni mengi mno. Jengine changamoto tunayotukabili ni rasilimali. Rasilimali zetu ni chache. Kama mnavyojua, mara nyingi tunategemea kupata kutoka nje, mikopo kutoka kwa taasisi mbalimbali za kimataifa, mabenki ya kimataifa, lakini yaliyotokea nchini kwetu yametutia doa kidogo. Kwa hiyo huenda yakatupunguzia sifa ya kupata hiyo mikopo kwa urahisi kama tulivyopata muhula wa kwanza wa awamu hii. Muhula wa kwanza wa awamu hii tulikuwa tunapata sana kwa sifa zetu, kwa msimamo wetu, kwa kazi tunapofanya. Lakini doa tulilojitia huenda likaturudisha nyuma. Kwa maana hiyo, tuna kazi ya kutafuta fedha humu ndani, kutumia rasilimali zetu alizotupa Mungu. Tutaangalia njia gani tutazitumia tupate fedha ili tukatekeleze miradi ile ambayo tunakwenda kutekeleza. Kubwa zaidi, awamu ya pili, muhula wa pili wa awamu ya 6, tutaanza kufanya miradi wenyewe, alafu mashirika yatatukuta njiani, tutakwenda nao. Hatutakaa kusubiri tunauza mradi, tunakwenda kubembeleza, mradi unakubaliwa, lakini nendeni karekebisheni hili, nendeni kamyule, nenda kamkisi, usimnyukue, lakini yule sijui kamfanyeje. Mradi badala ya kupata approval kwa miezi 3-4, tunachukua mwaka mzima tunabembeleza mradi mmoja. Paka permission inatoka, no objection, maneno yenu wataalamu. Tuna miaka 2 tunamaliza kipindi chetu. Hatutasubiri hayo. Tutaanza kwa fedha ya ndani, alafu wale wakimaliza na objections zao watatuunga katikati. Tumeelewana? Na huo sio wajibu wa rais peke yake, ni wajibu wetu sote. Ni wajibu wetu sote. Makamu wa rais yuko pale anasikia, waziri mkuu yuko pale anasikia, spika wa bunge na wabunge nadhani wako hapa wanatusikia. Kwa hiyo huo ndio mwendo ambao tutakwenda nao. Tuliahidi kufanya mambo ndani ya siku 100 za kazi. Nadhani leo tuko kwenye siku ya 10 katika hizo 100. Kwa hiyo wale wote mlio hapa ambao ahadi za siku 100 zinagusa wizara zako, makatibu wakuu wenu hawajabadilika, wako pale wamejitayarisha, kaunganeni nao, mpiki hizo ahadi, tuziendeleze, tuzitekeleze kwa kasi kubwa. Siku 100 hamna kitu, tuanzeni sasa utekelezaji wa yale tulioahidi. Ndugu zangu, nimemwambia katibu mkuu kiongozi na natoa tangazo hapa kwamba tutakutana kesho kuanzia saa 4. Mawaziri wote na manaibu waziri mlio hapa, kesho saa 4 tutakuwa na kikao kazi. Tutakwenda kuyachambua yale yote ambayo tunapaswa kuyafanya kwa undani, kila mmoja ajue. Lakini sambamba na hilo ni kuagize katibu mkuu kiongozi, wakimaliza hapo wasichukue siku nyingi, uwawahi na ile retreat ya mawaziri na manaibu wako. Waende wakaeleweshwe vyema kilichoko mbele yao, wajibu wenu, dhima yenu, na haya niliyoyasema. Hali ya resources ndani ya nchi, kiuchumi tukoje, lengo letu nini, tunaelekea wapi,
na kila mtu ajue njia yake ya kupita ili twende tunakotaka. Sitaki tunaendelea mchakato uko mbioni nataka impact. Tukikubaliana mradi impact, matokeo kwa wananchi, sio matokeo ofisini kwako. Hapana, tumefikia hapa bado hapana, matokeo kwa wananchi kwa muda utakaokubaliana. Kwa hiyo kwa vile kesho tutakuwa tuna uchambuzi kwa urefu wa ambayo tunakwenda kuyatekeleza, basi kwa leo niishie hapa, lakini nimalizie kwanza kwa kuwapa pole. Kuwapa pole kwa kazi nzito ambayo iko mbele yenu. Lakini pia niwapongeze kwa kuaminiwa. Kuna wabunge 390 na ngapi? 394 sijui na 93. Lakini haya namba yoyote. Lakini nyinyi ndio mmeibuka kuwa mtamsaidia rais kwenye wizara zile tulizogawana. Nyinyi ndio mmeibuka. Si kwamba ni wazuri kuliko wote kule ndani ya bunge, hapana. Vigezo vilikuwa vingi sana. Kwa hiyo nyinyi mmeibuka, na kama mtakavyojiona mko mchanganyiko hapa ndani. Mchanganyiko kutokana na background za kiuchumi, background za kijamii, background za kisiasa. Mko mchanganyiko humo ndani. Kwa sababu wote ni Watanzania na wote kazi yetu ni kuhudumia wananchi. Kwa hiyo niwaombe sana, tutasema mengi kesho tukikutana kwenye retreat. Leo itoshe kusema hongereni sana, lakini mna kazi kubwa mbele yenu. Basi asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana, tunakushukuru. Naomba tusimame kwa heshima ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania oye! Tanzania oye! Asante sana, nashukuru.